Huko nchini Tanzania, wabunge wamepinga maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya nchi hiyo, huku wakisema kuwa hatua hiyo ni dharau kwa mamlaka ya kitaifa na maadili ya Kitanzania. Akiwa Dodoma, makao makuu ya Tanzania, kunakoendelea vikao vya bunge la bajeti, mwenzetu Deo Kaji Makomba ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza wakati wa kuchangia bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, wabunge hao Ezra Chiwelesa kutoka Biharamulo Magharibi na Mwita Waitara kutoka Tarime Vijijini wameeleza kusikitishwa na kushangazwa na maazimio 6 yaliyotolewa na bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya Tanzania, huku wakisema kuwa hatua hiyo ni dharau kwa mamlaka ya kitaifa na maadili ya Kitanzania. Tumeona viongozi wengine wamekataa upuzi huu. Sasa kama ni uchu wa madaraka, kuna watu wanatafuta madaraka kupitia vyama vya siasa, watafute madaraka kwa siasa safi na siasa ya haki ya nchi hii, lakini sio wakatuunganishe na mambo ya laana yanayotoka huko. Vyama vya baadhi ya hizo nchi za Ulaya vimeanza kukataa upuzi huu. Nashangaa taifa hili tunaandikiwa kwamba tukubali au tuelekezwe na bunge la Ulaya kwamba tuafiki mambo ya ushoga. Kwa hiyo nilikuwa naomba wabunge wenzangu tupaze sauti na tupige kelele, kitu hiki hakikubaliki katika nchi hii. Mimi humu nimeshatoa msimamo kwamba chifu wa Kikuria hawezi kuolewa. Nilipoona walichoandika watu wa Ulaya, kama hoja yao ni kwamba wasilete maji, tutakunywa maji hata ya visima, lakini habari ya ushoga, habari ya kusagana waendelee wao, sisi tusonge mbele. Na naamini kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi na sisi wabunge makini hatuwezi kuunga mkono upuuzi wa namna hiyo, na wala hatuwezi kuentertain, na wakome kabisa na waregee. Wabunge wengine wameunga mkono hoja za Chiwelesa na Waitara, wakikemea maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya na kuyataja kama ni hatua ya kuingilia uhuru wa Tanzania. Hata hivyo, hatua ya wabunge hao nchini Tanzania kupinga maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya imepokelewa kwa hisia tofauti na watu mbalimbali nchini humu, wakiwemo wanasheria nguli. Akizungumza na vyombo vya habari, rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS Boniface Mwambokusi amesema kuwa hatua ya Tanzania kujadiliwa na bunge la Umoja wa Ulaya kuhusiana na hali ya mambo inavyoendelea hivi sasa nchini Tanzania ni kitendo cha aibu, na kwamba hiyo inatokana na bunge la Tanzania kukimbia wajibu wake. Uweka Lissu lock up ni hasara kwa taifa, ni faida zaidi Tundu Lissu akiwa nje kidemokrasia, kiutawala na kihaiba kwa nchi kuliko akiwa lock up. Angalia sasa tunavyojipaka kinyesi wenyewe. Wale wanatujadili kwa sababu bunge letu limeabdicate wajibu wake. Bunge la Tanzania limekimbia wajibu wake. Halijadili watu kutekwa, halijadili watu kupigwa, halijadili frakasi za usalama wa raia. Huyo anajitutumua kwamba wamezungumza uchoga, wale wamezungumza mashoga hawapo hapa nchini. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma. Na tunaelekea sasa nchini Burundi ambako kumefanyika uzinduzi rasmi wa kampeni ya uchaguzi wa bunge na madiwani utakaofanyika tarehe 5 Juni. Sherehe za uzinduzi wa kampeni hiyo zimefanyika mkoani Gitega, zikijumuisha maandamano ya watakaogombea uchaguzi yakisimamiwa na Rais Evariste Ndayishimiye aliyowataka kutumia kauli nzuri na kuepuka chochote kitakachovuruga utulivu. Nawataka kupeana amani na upendo. Ni kwa maneno hayo ndipo nazindua rasmi kampeni ya uchaguzi utakaofanyika mwaka huu Burundi. Ni kauli yake Rais Evariste Ndayishimiye akiwa kwenye uwanja Ingoma katika mkoa wa Gitega kulikofanyika uzinduzi rasmi wa kampeni hiyo ya uchaguzi wa bunge na madiwani utakaofanyika tarehe 5 za mwezi ujao wa Juni. Akianzisha kampeni hiyo, Rais Evariste Ndayishimiye aliwataka watakao shiriki kuhakikisha taasisi za kisheria hazielemei upande wowote kwa muda wote wa kampeni. Wagombea kutoka vyama vya siasa na wagombea huru kupewa muda sawa kwenye vyombo vya habari vya kiserikali na vile vya watu binafsi. Watawala kwenye ngazi ya mkoa hadi vijiji wametakiwa na Rais Ndayishimiye kutoelemea upande wowote. Kwa upande wake, vyombo vya sheria Rais Ndayishimiye ameviagiza kuwa makini ili kuhakikisha amani na usalama vinaendelea kutawala, huku kutoka vyama vya siasa na wagombea huru wakitakiwa kuepuka maneno yatakayoweza kuhatarisha mtangamano. Vyombo vya sheria na vile vya usalama vinatakiwa kufuatilia kwa karibu kampeni hizo za uchaguzi
ili kuhakikisha amani na usalama vinaendelea kutawala. Hivyo wanaopendelea kutoa maneno juu ya yale yasiyokwenda vizuri pekee wakose cha kuzungumzia. Shirika la ugavi wa mafuta ya gari liko tayari kuwapatia mafuta watakaotaka kushiriki kampeni, na kwa upande wetu tunafanya kila liwezekanalo ili kwa muda wote wa kampeni mafuta yawe yanapatikana kwenye vituo, pasi kuwepo na atakayesema amekosa mafuta mwingine amepata. Kwa upande wake mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Agathon Rwasa, ambaye aliondolewa kwenye orodha ya wagombea, amesema uchaguzi huu ni kati ya chama tawala na washirika wake. Ni mwaka huu sio uchaguzi, kwa sababu wale ambao wangekuwa kwenye kinyang'anyiro, serikali kupitia vyombo vyake imehakikisha kwamba inawaondoa kwenye orodha ya wagombea. Sasa kama ni kwenda kudai kwamba eti ni uchaguzi kati ya CNDD-FDD na washirika wake tu, utakuwa ni uchaguzi wa namna gani? Dieudonne Ndikumana, mgombea huru kiti cha uraisi, amesema uzinduzi huu wa kampeni kwa maandamano ya wote watakaogombea kudhihirisha kukomaa kwa demokrasia nchini. Kampeni hilo zinduliwa rasmi itamalizika Juni 3, siku 3 kabla ya uchaguzi wa bunge na ule wa madiwani kufanyika. Hamida Isa, DW, Bujumbura. Rais William Ruto amemteua Erastus Ethekon kuwa mwenyekiti ajaye wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Msomi huyu na mwanasheria anashika wadhifa huo katikati ya changamoto nyingi zinazoikabili tume hiyo, ikiwa ni pamoja na kutoaminika kutokana na changamoto kwenye uchaguzi wa siku za nyuma. Kuchaguliwa kwake aidha kumezua maswali mengi kwa kuwa ni wadhifa uliokuwa na ushindani mkali na kuwahusisha vigogo waliopigiwa upatu kushika wadhifa huo. Kulikoni? Nimezungumza na Barak Moluka, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyekuwa jijini Nairobi kuhusiana na haya yote, na hivi ndivyo alivyosema. Ni kwa sababu ingawa tume imekuwa ikiitwa tume huru, haijakuwa na uhuru. Imekuwa kila mara ni tume ambayo ni hifadhi ya mtu fulani, kisha huyo mtu huwa ni mwanasiasa mbambe wa kisiasa, na wakati ambapo tume imeonekana kwamba imeegemea serikali iliyopo, na kwa wakati huu wasiwasi mkubwa ni kutokana na kwamba Rais William Ruto amewatangazia Wakenya kwamba atawakaranga wale wa upinzani, na haiwezi kujulikana kama ndio tayari wamo kikaangioni au wasubiri watakaangwa baadaye, inapoonekana kwamba huyu mwenyekiti inavyosemekana kwamba ni binamuye naibu wa mkuu wa ikulu Josphat Nanok, lazima liwe ni jambo la kulete wasiwasi. Kisha kuna mwingine ambaye yasemwa kwamba ni jamaa wa karibu kwa mipango ya ndoa na mmojawapo wa kuu wa chama cha ODM, huyu Junet Mohamed, ambaye amekuwa akimpigia upato Rais William Ruto. Wakenya wanaanza kuwa na wasiwasi, na bila shaka tuhuma za aina hiyo na wasiwasi, tumbo joto, vitakuwa ni vitu vya kawaida kwa wakati kama huu. Na unadhani katika mazingira kama haya anaweza kuvikabili vipi vizingiti ambavyo vinaonekana ndani ya tume hii ya uchaguzi ambayo Wakenya sasa wamepoteza imani nayo? Kitu ambacho kingefaa zaidi ni kwamba hawa wanatume watakapopelekwa mbele ya bunge kuweza kupigwa msasa, bunge ndilo lingeweza kusuluhisha. Lakini bunge la Kenya wakati huu ni bunge ambalo limenaswa na ikulu na Rais William Ruto. Na Ruto akiwa katika ule mtindo wa kufikiria kwamba lazima apate awamu ya pili kwa udi na uvumba, nafikiri hata vichukulia maana yoyote vile ambavyo vinatajwa kwamba labda huenda tena tukaishia mbele ya mahakama na kukawa kuchelewa kwa kuidhinishwa kwa hawa wanatume. Na unadhani katika hali iliyopo na mazingira yaliyopo, tume ingehitaji mtu wa aina gani? Inahitaji mtu ambaye kweli ni huru, sio mtu ambaye anaonekana kuwa na uhusiano wa karibu wa kijamii na hata wa kutenda kazi hapo awali au urafiki na wale wanasiasa walio kwenye ngazi za juu kama rais.
Kwa hiyo kwa mazingira kama haya, si kwamba kura ndizo zitaamua, pengine ni tume ndio itaamua nani awe mshindi, si ndivyo? Ushindi bila shaka utategemea wingi wa kura utakavyopigwa, kwani tume tu sio ndio itakayoamua. Nafikiri kwamba Wakenya ndio watakaoamua, hata pamoja na kwamba huenda kukawa janja za hapa na pale za kuweza kujaribu kuiba kura. Naona ni mapema mno Wakenya kuanza kukata tamaa katika